zuri ambalo linaenda kutumikia Watanzania. Tuendelee na EATV saa moja. Katika kuanza kwa msimu mpya wa masomo wa elimu ya juu mwaka 2025, wanafunzi wapya wa mwaka wa kwanza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wamesema wana matarajio makubwa katika masomo yao, ikiwemo kufikia ndoto zao za muda mrefu. Hii ni ripoti ya Egbert. Yeye ameandaa ripoti hii baada ya kufika katika chuo hicho. Leo milango ya fursa imefunguliwa kwa maelfu ya wanafunzi nchini. Ni mwanzo mpya, ni simulizi jipya, wakati wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanaporipoti chuoni kwa mara ya kwanza, wakiwa wamebeba si tu mizigo yao, bali pia ni ndoto na matumaini makubwa kuhusu maisha yao ya baadaye. Kumbuka kuwa vyuo hivyo vilitakiwa kufunguliwa Novemba 4, lakini vimefunguliwa leo Novemba 17. Yapi matarajio ya wanafunzi hao? Hiki chuo kinaweza kanifanikisha nikaweza kutimiza malengo yangu, kwa sababu na imani na pia ninatumaini ni chuo kizuri ambacho kinaweza nikasababisha nikaweza nikafikia malengo yangu. Ni kufanya vizuri kitaaluma, kwa sababu ndio suala la kwanza lilotuleta. Kitu kingine ni kupata connection na watu wengine ili kuelewa na kutanua maarifa zaidi. Ninatamani kufikia kuwa researcher. Kwa wazazi, hii ni siku yenye hisia mchanganyiko, kumwachia mtoto huru, lakini huku moyo ukiwa na maswali mengi. Je, atadumu na misingi aliyolelewa? Wafuate kile walichoanza nacho ili wakimalize vizuri, ili kiweze kuwapa future baadaye. Sio kwamba hata ni kupata ajira tu, hata kwa wao wenyewe kujiendeleza. Kwa safari ya chuo, ufaulu haupimwi kwa alama peke yake. Unapimwa pia katika tabia, hulka na maamuzi ya kila siku. Katika wiki hii ambayo wanafunzi wanaendelea kuwasili chuoni, kwa sasa wahadhiri na serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndio walezi wakuu. Tumehakikisha kwamba kupitia Wizara ya Ulinzi na Usalama kuhakikisha kama wanafunzi tutashirikiana nao pamoja kuhakikisha kwamba usalama wa wanafunzi upo salama. Tunachowaasa wanafunzi ni kuzingatia ile miongozo ambayo ipo, kwa sababu tunawajenga kuwa watumishi wa baadaye, aidha wa umma au wa binafsi, au yeye mwenyewe aweze kujiendesha katika shughuli zake, lakini akiwa amefuata maadili na misingi hasa ile ya kitaifa. Na hivyo safari inaanza kwa ndoto zilizojaa mioyoni, kwa ushauri wa wazazi waliowaacha kwa matumaini, na kwa matumaini makubwa ya jamii inayowategemea. Umesikiliza matarajio makubwa ya wanafunzi na wazazi, ushauri wao, na hii yote ni katika kumfikisha mtoto wao kuelekea, tunaweza tukazungumza, ile nguzo ya uswezi au kufikia kile kitu ambacho anakitarajia katika elimu yake. Nikiripoti kutoka katika jengo la Nkuruma ambapo usahili unafanyika kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, Egbert Alfred Jr, EATV, Dar es Salaam. Haya, Mungu awasaidie wadogo zetu, watoto wetu wanapoanza masomo yao. Vile ambavyo wamekuja leo, basi miezi 6 tukienda kuwatembelea tuwakute wakiwa hivyo hivyo. Tukiachana na taarifa hiyo, jeshi la polisi